Leo tunaangalia hadithi ya kifo cha Suluhu. Sina budi kuendelea kuwa kupe kwa kuwa sina namna nyingine. Baba yangu ananitegemea kwa kila kitu. Wanuna wangu wananitazamia kwa ajili ya karo. Kwa hivyo sioni kama nitakubali kuacha kuwanyonya wanaume maadamu sikuitia bahari chumvi. Tena Alisema Abigail kabla ya kukatwa kauli na Natasha. Pole sana mwenzangu. Huu ndio ulimwengu tunamoishi. Ni ulimwengu wa wachache wenye nguvu. Sisi hohehahe hatuna be wala te. Tutakufa katika shida na tuzikwe katika shida. Yumkini, kama ni kujaribu tumejaribu kwa siku nyingi. Labda mazungumzo kati ya Abigail na Natasha yasingekuwa na maana kwa yeyote iwapo hakuwajua mabinti hawa wawili waliokulia eneo moja, wakapitia tabu, tumbi, akidi, wakapigwa na upepo wa maisha, wakasungushwa kama pia, na mwishowe wakatapikwa na dunia yenyewe bila simiri. Mazungumzo yale yalikuwa yao peke yao na yalilenga tu kuwapa tumaini jipya katika dunia yenye adha. Labda angepita mtu mmoja mwenye utu akawasikia na kuwahurumia, nao wangepata kuonja utamu wa maisha. Lakini hilo ilibakia kuwa ndoto, tena si ndoto ya hivi hivi tu, bali ndoto ya alinacha. Abigail alikuwa mwanafunzi wa chuo kikuu kimojawapo mjini. Huu ulikuwa mwaka wake wa 3 chuoni, na kwa miaka aliyokuwa amesoma pale alikuwa keshaonja murututu wa maisha na kugundua kuwa dunia haina huruma. Si kwamba yeye alikuwa amechagua azaliwe katika haira isiyo na kitu. Si kwamba yeye hakutamani kuishi kama mabinti wengine aliyozoea kuwaona pale chuoni. La, Abigail alitamani sana kupiga hatua maishani, ila uchochole wa wazazi wake ulimuongezea kiwi katika safari yake. Ni nani angemsaidia Abigail na kumuondolea ukungu njiani? Alikuwa amejaribu juu chini. Alikuwa amejaribu juu chini. Si kule kujaribu tu kwa njia ya maombi, bali pia kwa kutafuta usaidizi kutoka hata kwa gavana wa eneo lake. Lakini jitihada zake zilizidi kugonga mwamba. Jitihada ikabakia kutoondoa kudura, na panda shuka za maisha zikawa kibwagizo cha maisha yake. Natasha naye alikuwa mwanafunzi ambaye hakuna aliyejua alichokuwa akisomea chuoni. Alikuwa amesoma pale kwa zaidi ya miaka 7 na hakuelekea kuhitimu. Kwa wale ambao hawakujua historia yake, walibaki kumcheka na kusema kuwa alikuwa akisomea shahada ya uzamivu. Kwa wachache waliomjua kama Abigail, walijua sababu ya yeye kuchukua muda mrefu chuoni. Jioni ya leo kama jioni nyingine, mambo yalikuwa yale yale. Kuketi kwenye chumba chao ambacho waliamua kukodi kwa pamoja ili kupunguza gharama ya maisha
na kusimuliana hadithi, visa na vitishi, kupeana tumaini na kushirikiana kupunguza upweke. Kwa hivyo baada ya Natasha kuandaa sima na kitoweo cha dagaa, wote walimakinika katika kuyatunza matumbo yao kabla ya Abigaili kuanza kumweleza Natasha yaliyokuwa moyoni mwake. Natasha, kwa sasa siwezi nikarudi nyuma. Bwana yule ana pesa na magari chungu nzima. Kwa nini nisiitumie fursa hii angalau na mimi niwe mtu? Kwa nini? Mtazame mkewe Suluhu alivyochakaa na kupigwa na dunia. Hana amani mama yule kutokana na wingi wa mali ya mumewe, ukiongezea wasiwasi wa mara kwa mara kuhusu aliko mumewe. Hapo unamuongezea shubiri kwenye ladha kali ya maisha yake. Tazama alivyokonda, na ukimtazama vizuri utagundua kuwa umri wake si mkubwa kama mwili wake unavyoonyesha. Sasa mimi sina budi, amlaye nguruwe huchagua aliyenona. Mimi nitaendelea tu kumnyonya Suluhu hadi naye ajifunze kutulia na kumpenda mke wake. Abigaili aliyasema haya huku akiendelea kula chakula chake. Maneno yake hayakuwa na mzaa wowote. Hapo Natasha aliamua kumpa Abigaili nasaha. Lakini mwenzangu, mimi nina wazo na mpango kabambe hapa. Badala ya Suluhu kukutumia kama chombo tu cha kujifurahisha, inaweza kukupa dawa ambayo ukimpa hivi atapata usingizi, nawe utaitumia fursa hiyo kuchukua utakacho kutoka kwake. Sisi haja yetu ni pesa. Tukifaulu kupata hata kidogo, tutasitumia kujirembesha zaidi ili tuwavutie wanaume zaidi wa kutuboreshea maisha. Abigaili aliendelea kumtazama Suluhu akilivua koti lake na kuliangika ukutani. Chumba hicho hakikuwa kigeni machoni mwa Abigaili kwa kuwa alikuwa amewahi kupelekwa humo mara nyingi wakati ashiki za Suluhu zilipompanda. Suluhu alivua saa yake ya dhahabu ambayo alizoea kujisifu na kwayo kwa maneno ambayo Abigaili hakuyatia maanani. You know what my sweetheart, I bought this watch at $10,000. Abigail alikuwa amechoshwa na kauli ile kwa kila mara, lakini alivumilia. Aliamini kuwa ukitaka kumuua nyani usimtazame usoni. Baada ya Suluhu kumaliza kuvua vya kuvuliwa, alijitupa kitandani, na hapo Abigaili akaamua kwenda kuleta vinywaji ili wajiburudishe na kuzituliza nafsi zao. Akashika njia hadi ilipokuwa friji, na humo ndani akatoa vinywaji vya aina mbili. Kwa haraka aliuingiza mkono kwenye kanjiri yake na kutoa kidonge alichopewa na Natasha. Moyo wake ulianza kumdunda. Akilini alisikia sauti ya Natasha, hakikisha unaiponda kabisa iwe unga. Mtilie kwenye kinywaji chake na umnyweshe mwenyewe kama ishara ya mapenzi yako kwake. Kisha utayaona matokeo mwenyewe. Kisha hivyo mwenyewe unajua la kufanya.
Ile sauti ilikuwa dhahiri na wazi, ilimjia Abigaili kwa wakati mwafaka. Bila kufanya achizi, Abigaili alisagasaga ile dawa haraka haraka na kuondoka akiwa na vinywaji kwenye glasi. Alipokuwa amejilaza Suluhu, alimwamsha na hapo akaanza kumnywesha kinywaji kama mtoto mdogo. Suluhu alihisi ulimwengu wote huko chini yake. Alijiona kama mfalme. Hapo alijituliza kitandani, na kila alipomeza kinywaji, akili yake ilizidi kumsuta kwa kuoa kijana kike ambacho hakikujua namna ya kumpenda. Akawa anafikiria namna ya kumshawishi Abigaili awe mkewe na wakando, na mara akiwazia jinsi ya kumwangamiza mke wake. Alifikiri na kufikiri. Alitamani kila siku awe na Abigaili ili azidi kufurahia mahaba yake. Suluhu alikuwa tayari kufanya lolote ili kudumisha uhusiano huu. Haikuwahi kumwingia akilini kuwa ingetokea siku ambapo Abigaili angebadilika na hata kufika hatua ya kutaka kumwondoa duniani. Ingewezekana vipi wakati walikuwa wamekaa katika uhusiano wao kwa zaidi ya mwaka, na kila kijuzi kilipotunga njia bora za kukiondoa zilitumiwa? Muda mfupi baadaye, ushauri wake Natasha ulianza kufanya kazi. Hapo Abigaili akajiweka tayari kutimiza mpango wake. Kwenye mfuko mdogo aliokuwa amezoea kuubeba na ambao alinunuliwa na Suluhu, Abigaili alichomoa kisu chenye makali kuwili. Alikitazama kisu kile na kumtazama Suluhu kwa jicho la hasira. Moyo ulimpapa na woga ukamvamia. Alipokuwa akiufungua mfuko ule, sauti ya Suluhu siku ile alipoununua ilipiga tena masikioni. Take this my love ni ishara ya penzi letu ambalo linaanza kujipuza. Iwapo penzi hili litatia doa, basi nirudishie mfuko huu kama ishara ya kulitupa penzi langu kama jongoo na mtu wake. Kwake Abigaili, hayo yalikuwa yamepita. Aliamini ukweli wa methali, yaliyopita si ndwele, tugange yajayo. Kwa hivyo Abigaili hakuiacha kumbukizi hiyo imughairishie nia. Kabla ya kutekeleza lengo lake, aliona ni vema azitoe pesa zote zilizokuwa kwenye mfuko wa suruali ya Suluhu ili akimaliza kazi yake awe amevuna kuwili. Mara alichomoa kibeti kilichokuwa kimetuna na kushiba. Alikitazama kibeti kile kwa mshangao. Ndani ya kibeti mulikuwa na noti chache za 20,200 na karatasi zilizokuwa zimekunjwa. Karatasi ya kwanza ilikuwa na maandishi yaliyosomeka vizuri. Ilikuwa barua. Juu ya kitanda, kisu chake kilimkodolea macho kama kwamba kinamuuliza, umesahau kilichokuleta humu? Hata hivyo, makini yake yalitunga kwenye ile barua. Alianza kuisoma. Mume wangu, imebidi nikuandikie barua hii kwa kuwa umejitenga mbali nami. Umejibaidi nami kama ardhi na mbingu.
na sasa sina budi kusema nawe kwa njia hii ya barua, kwa kuwa kitumbua kimeingia mchanga. Bwana Suluhu, naomba ujirudi, ewe kiziwi hapo ulipo, mbunge uliye na mali, cheo, jina, cheo na kila kitu ambacho mwanadamu yeyote aliyemuonga Mungu anafaa kuwa nacho. Umemzidi hata mfalme Suleimani kwa kujitwika hadhi na kusahau kuwa kila kitu kina mwisho wake. Suluhu, labda umesahau tulipotoka. Mume wangu, hebu zivute fikra zako miaka 15 iliyopita tulipoingia katika mkataba wa ndoa. Kwa nini unataka kujitia mnaso kuhusu ahadi ulizozitoa? Umesahau namna tulivyo hangaika, tukachekwa na watu, tukakosa hata marafiki, na hatimaye tukabandikwa majina ya ajabu? Umesahau mume wangu? Umesahau namna kazi yako ya kuuza makaa ilivyofikia hatima ya ghafla baada ya serikali kupiga marufuku ukataji wa miti katika eneo la Dafurau? Naomba ukumbuke, ninaamini huenda umesahau, ama cheo chako cha ubunge ulichokipata kwa mbinu nisijuazo mimi kimekulevya na kukufanya uisahau familia yako. Mume wangu, ninapokuandikia waraka huu, naomba uelewe kuwa wanao wawili wanazidi kuumia. Labda unadhani unayowafanya ni siri, ila usilolijua ni kwamba kila ufanyalo nalifahamu. Kwa mfano, je, wajua kuwa yule binti wa chuo kikuu uliyepanga ahitimu kabla ya muda wake kufika alinieleza ulivyoishia kumtunga mimba na kumwacha bila tumaini? Na je, wajua kuwa hata yule awara mwingine uliyeishia kumpangia chumba kule mjini ili nisijue alinieleza kila kitu? Labda hujui, mume wangu, uliyonitendea ni mengi sana. Nimevumilia kwa miaka mingi kwa ajili ya wanetu. Nimevumilia madhira yako kwa muda mrefu, ila sasa wakati wangu wa kuvumilia umekwisha. Nimewalea wanangu kama ulivyokuwa ukidai kuwa walikuwa wanangu pekee, na kwa sasa najua una furaha kwa kuwa yule mkubwa kesha kamilisha masomo yake ya shule ya msingi. Mume wangu, mimi nilikupenda sana tangu siku ile uliponitaka niwe mke wako. Kwa muda wote nilioishi nawe, sikukuendea kinyume wala hayakunijia kichwani mawazo yenyewe. Kwa muda wote tuliokaa pamoja, sikufichua siri yoyote ambayo nilijua. Sikuweza kuwaeleza askari kuwa wewe ndiwe uliyemuua mamaye Abigail baada ya kudai kuwa angekuchukulia hatua za kisheria kwa kulinyakua shamba lake. Sikusema chochote, nilifunga kinywa changu, na hata ninapoelekea kufa na kuahidi kuwa nitafukiwa na siri zote nisijuazo. Hata wafu wenzangu wakiniuliza kwa nini hukuwa ukifanya maendeleo katika eneo bunge lako, sitawaeleza kuwa
ulikuwa ukifuja pesa za wananchi kwa kuwalipa wasichana wa vyuo vikuu baada ya kula uroda nao. Sitawaambia kuwa ulishindwa kuleta maendeleo kwa kuwa ulikuwa ukitafuta mbinu ya kumlipa Bwana Ngoma pesa zake alizokukopesha ulipokuwa ukifanya kampeni ya kuwania kiti cha ubunge. Sitawaambia, narudia, sitawaambia. Mume wangu, labda uliniona sikufai, ndiposa ukaamua kuwatafuta wasichana wa vyuo vikuu wawe vibadara vyangu. Lakini ninakuambia, iwapo utarudi unipate ningali hai, usijaribu kufanya chochote, kwa kuwa hali yako ya afya hii dhahiri. Kila mtu sasa anazungumzia kuabiri kwako gari moshi ambalo dereva wake unamjua sawa sawa. Kwa hivyo, ingawa ninakufa kwa sababu ya upweke na majonzi ya kila siku, kifo changu kitahesabiwa haki. Kama Paulo alivyomwandikia Timotheo waraka wa kumjuza namna alivyoteseka akiwa gerezani, namna Paulo alivyopiga vita vyema na kujihakikishia taji mbinguni. Nami naamini kuwa nimevipiga vita vyema katika safari hii. Imekuwa safari ndefu yenye panda shuka, ila kila kilicho na mwanzo kina mwisho. Sina budi kukushukuru kwa yale mema ulionitendea kabla ya wewe kugeuka na kuwa mumunye. Sitasahau namna ulivyokuwa ukimsaidia mama yangu, hususan alipokuwa mgonjwa, na namna ulivyoipenda familia yangu kabla ya mambo kwenda segemnege. Kwa yote hayo uliyoyafanya ili kuwagharibu wazazi wangu, kuwa ulikuwa ukinijali, natoa shukurani. Mume wangu Suluhu, leo au kesho nitakamilisha ziara yangu duniani, na naomba ufahamu kuwa wewe ndiwe chanzo cha mauko yangu. Kukosekana kwako nyumbani siku baada ya siku na vitendo vyako vya kihayawani ni miongoni mwa mambo yaliyochangia kudhoofika kwangu kiafya. Kila mara nilipowatembelea madaktari, walinijuza kuwa sikuwa na ugonjwa wowote, ila nilikuwa na msongo wa mawazo. Mume wangu, wewe umeniua, na iwapo kifo changu kitakuwa ni kifo cha Suluhu, basi silalamiki. Iwapo baada ya kifo changu utarejea nyumbani na kuwatunza wanao katika miaka yako iliyobakia, basi naona bora nife ili hilo litokee. Usidhani kuwa sikuwa na uwezo wa kuvikomesha vitendo vyako viovu. Usidhani kuwa sikuwa na uwezo wa kukutilia sumu kwenye chakula na kukuangamiza. Usidhani sikuwa na uwezo wowote. Naomba ujue kuwa iwapo ningekuangamiza, singeweza kuifundisha dunia funzo muhimu. Mume wangu, kufikia hapa naona wakati wangu wa kukesha na kujuta kuolewa nawe umekaribia kukamilika. Labda nikifika kuzimuni, nitaendelea kusema nawe na kukumbusha kuhusu namna ya kuishi. Kwa sasa na kuomba umkome Abigail,
ili usije ukamwambukisha na kama, naye aje kujuta na kulia. Ninakuomba mume wangu mpendwa, uwatunze wanetu, na ikiwezekana uwaeleze kila kitu kuhusiana na barua hii. Kwa siku hizi chache ambazo Mungu ataniruhusu kuliona jua, nitaendelea kukuasa. Sitachoka kukuasa, hata ikiwa ni mfano wa kumchezea mbuzi. Wewe utabakia kuwa mume wangu, na matumaini yangu ni kuwa utabadilika kabla ya siku ya kupisha hodi. Kama Paulo alivyokuwa akikamilisha nyingi za nyaraka zake, nami nakwambia amani ya Mwenyezi Mungu iwe nawe. Wako wa milele, B. Suluhu. Abigaili alimaliza kusoma waraka ule huku machozi yakimbumbujika kama maji kwenye maporomoko. Aliacha machozi yamtoke shibe yake, kwani asingeweza kujizuia. Barua ile ilimfichulia siri si haba. Kitendawili cha kifo cha mamake aliyepatikana ameuawa na watu wasiojulikana kilikuwa kimeteguliwa katika barua hii. Hakuweza kuamini. Afiriti hafichiki. Abigaili alizikunja karatasi zile kwa haraka. Alizirudisha kwenye kibeti huku akili yake ikionekana kufanya kazi sawasawa. Akamtupia jicho la dharau Suluhu ambaye alikuwa akiweweseka usingizini. Kisa cha mke wa Suluhu kilikuwa kama msumari moto kwenye kidonda kibichi. Alihisi uchungu mwingi moyoni, akahisi kama mwiba wa kujidunga usioambiwa pole. Alijuta sana kwa kukubali kuingilia ndoa ya Suluhu na mkewe. Kile kisu chake kilichokuwa pale pale juu ya kitanda kikiendelea kumkejeli na kumcheka Abigaili. Baada ya kuisoma barua ya B. Suluhu, alibaini kuwa kifo cha Suluhu kisingeweza kusuluhisha chochote. Suluhu ingepatikana tu kwa kila mtu kutekeleza wajibu wake na kuupalilia utu. Iwapo kila mtu angemjali mwenzake, basi ulimwengu huu ungekuwa mahali pazuri pa mwanadamu kustakimu. Abigaili sasa aliona kwa kuwa kifo ambacho kilihitajika ni kifo cha dhuluma, unyonyaji, udanganyifu, wivu, kinyongo, tamaa, chuki, wizi na kutowajibika. Alijizoazoa, akachukua kisu chake, akatoka na kuchukua daradara la kuelekea juoni. Moyoni alifanya ahadi na nafsi yake, atafanya bidii kulihali ajiandalie riziki yake na kumwachia Mungu wajibu wa hukumu.